watakwambia hatujui ibada ya Eid imepita nini, ibada ya kuchinja imefanyika nini. Ni kwa nini? Kwa sababu kitu kidogo kimechezewa kwa kuwa walikiona kidogo katika maisha yao. Allah subhanahu wa ta'ala amesema ngoja nikuonyeshe ukubwa wa kitu kinachoitwa amani. Ndugu zangu katika imani, hivi viungo tulivyo navyo huenda visikusaidie kukimbia pindi utakapoamua kuchafua amani ulionayo. Hayo macho ulionayo huenda sikusaidie kuona siku utakapoamua kuchafua hapo ulipokaa na unaishi kwa amani. Hiyo mikono ulionayo huenda isikusaidia kuchuma hata senti moja siku utakapoamua kuharibu pale ambapo unakupatia riziki, kwa sababu kuna kitu kinachoitwa amani. Asbab Allah, wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, enyi Waislamu, hatujafahamu namna ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipotoka Makka akaenda Madina kisha akarudi Makka kuwarudishia amani watu wa Makka. Kana qawiy yaakulu min dhaif, alikuwa mwenye nguvu anakula kwa ambaye ni dhaifu. Watu walikuwa wakidhulumiana, wakivamiana, wakihusudiana, wakiuana, wakifanyana kila aina ya hila. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa na amani. Sisi tunataka tuambie nini? Tunataka tuelekeze nini? Urwa ibn Zubair, mtoto wa Zubair ibn Awani, sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiwa ni tabi'i mkubwa, anatusimulia neema ya kuondokewa na moja katika kiungo chake. Urwa siku moja amepata mwaliko kwa kijana alikuwa anaitwa Khalid ibn Abdul Malik. Kijana alikuwa mfalme, kijana alikuwa mtawala, katolewa Basra, anapelekwa Kufa kwa ajili ya kwenda kumsalimia na kupata mawaidha ya mashehe. Ni utaratibu wa viongozi watawala kuwakurudisha viongozi wa dini ili viongozi wawasaidie katika kuongoza watu. Mungu alipofika kule katika mji wa Kufa, katika kipindi cha wiki moja mwanawe alipata ajali ya kupigwa na farasi akafariki. Ndani ya siku 3 bado hata mikono haijafuta vumbi la kaburi alomzikia mwanawe, Urwa ibn Zubair akapata ugonjwa wa kansa. Kansa ikatafuna mguu wake. Wakaja madaktari, walamma adara al-jarraha libatri saqi, zama alipofika daktari ameangalia vipimo vyake, akaona mguu hauwezi kuendelea, la yusminu wala yughni min ju'i, haukusaidii wala haukukunufaisha chochote, inatakiwa tukate mguu. Yule tabibu akamwambia, ninakushauri ndugu yangu, alau tukunyeshe kileni, alau na pombe, ili usije kuhisi maumivu wakati tunapochana nyama zako za mguu na kufikia mfupa, alafu tukapitisha msumeno. Bwana, hakuna ganzi kipindi hicho, hakuna ganzi. Urwa ibn Zubair akasema, la asta'inu al-haram ala ma arju min al-afiyah, wallahi mimi situmie haramu wakati ninapotarajia afya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vita ni haramu mashaikh, vita ni haramu. Wakati inatokea ajali ya treni, nafikiri mwaka 2002, 2003, mwaka 2004 pale Dodoma, wallahi yuko mama mmoja alinisimulia, anasema, ustadhi, nilibeba begi nikijua nimebeba mwanangu. Ajali tu, sio vita mashaikh, ajali. Mtu kachanganyikiwa, amebeba begi kichwani, anahisi kambeba mwanawe. Vipi kitokea Komora nilishuka? Watu wamebeba bakuli wewe. Vipi kitokea risasi zimepigwa tena kwa mfululizo, tena zimerengwa nyumbani kwako kwenye biashara
Uweze ukabeba kiatu au kijua umebeba mkeo. Ndugu zangu katika imani, maneno yetu ya leo, tuhakikishe hivi viungo vyetu tulivyopewa na Allah, macho yanaona yale yanayowakuta wale wanaopoteza amani. Masikio yanasikia yale wanayosema wanaopoteza amani. Mioyo inahisi machungu wa watu wanaokosa chakula, wanaokosa maji, wanaokosa kila aina ya kitu ambacho wanatakiwa kutumie kwa sababu ya kupoteza amani. Inna ahsanu kalami kalamullah wa khairul hadi hadiyullah. Kalamul khairi liman kana lahu kalami ahsan. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahdil muhtadun. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Alizimia kwa muda wa siku 5, hana kumbukumbu, na baada ya kuamka aliwaambia, jamani, nileteeni mguu wangu. Maneno haya niyashike mimi na nakuomba ndugu yangu yashike pia. Alisema maneno haya akimgeuza mguu wake. Anasema, la Mungu kama ahwaitu kafiri ratin. Wallahi nakuapia wewe mguu wangu, muda wote wa umri wangu hujawahi kunitembeza kwenye haramu. Hujawahi mguu wangu kunipeleka aidha kusikia vitu vya haramu, aidha kufuata kutenda vitu vya haramu, aidha kunipeleka kuchuma chuma la haramu. Mguu wangu hujawahi kutembea. Wala amalatni nahwa fahishatir rijli. Wala wewe mguu wangu hujawahi kunibeba ukanitembeza mimi ala kwenda kumfanyia mtu mbaya. Hujawahi mguu wangu kunibeba. Wala qadani sam'i wala basari laha. Wala sijawahi kukokotwa na masikio yangu wala macho yangu kuendea haya mambo ambayo ni haramu na hayafai kufanywa katika jamii. Wala alani rai alaiha wala aqli. Wala akili yangu, fikra zangu hazijawahi kukaa chini zikafikiria, alau siku moja tukiamua kupigana kama hivi na kutana na uzazi wangu barabarani kichwa na roho, yaani kukaa siku moja akili kufikiria kwamba huenda uzazi wangu huyu ndo anayefanya nchi hii, anakuwa na beba sana watu wanaoharibu nchi, ukaenda kukata kichwa. Urwa ibn Zubair anatupa maneno ambayo sisi tunatakiwa kuzingatia. Wallahi huenda kuna watu hapo alipo jirani yake amekaa mbele anatamani laiti angekufa huko. Wallahi huenda humo kuna mtu hapo alipo jirani yake upande wa kulia anatamani angekuwa na bisu akamchoma. Leo nini? Eti kwa sababu huyu amekuwa kiongozi miaka takriban 20, miaka takriban 10, alafu kijijini kwetu hakuna maji. Ya jamaa, fikra zako, akili yako inafikiria nini kumwangalia mtu mwingine unapomuona? Macho na mpimaji unapomuona mtu mwingine, unahisi ni nyepesi kama unavyofikiria? Unahisi linakuja kama unavyowaza? Ya jamaa, Urwa ibn Zubair anatuambia sisi wa Tanzania, maneno haya tuwashike hasa sisi Waislamu. Haijawahi mguu wangu kunibeba kwenda kwenye haramu, wala masikio yangu hayajawahi kwenda kusikiliza kile ambacho hakifai mimi kusikiliza, wala macho yangu hayajawahi kuona kile ambacho sifai kukiona. Wa a'lam, mimi najua anni lam tusibni musibatun, kwamba mimi sijafikiwa na msiba, janga lolote sijafikiwa mimi minadari katika maisha yaliyoishi, illa qad asabat qafata min qabli, isipokuwa yuko alipata janga kubwa kuliko mimi. Ndugu zangu katika imani, wapo watu walikuwa na imani kama sisi,
walikuwa na amani kama sisi katika nchi yetu, lakini wallahi walipochezea amani iliondoka, wamekosa kuabudu, wamekosa kufunga, wamekosa kuishi, wamepoteza familia zao, wamepoteza mali zao, wamepoteza maisha yao, kila kitu kimeangamia katika maisha yao. Tuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala, kabla hakujaondoka katika viwanja hivi vya Eid, tuombe Allah kama ambavyo alitupitisha kwenye chaguzi zilizopita, nchi yetu ibaki katika amani, basi wallahi nchi yetu pia ipite katika uchaguzi wa mwaka huu. Tuseme amin. Tuombe sana Allah wasitumike vijana wa Kiislamu ikawa ni sababu ya kupoteza amani katika nchi hii. Tuseme amin. Tuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atulinde sisi pamoja na kuvilinda vizazi vyetu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهر. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم عن أصحاب خليفة رسول الله بالتصديق والتحقيق، خصوصا منهم ذو العسر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رئيس الأصحاب منور المسجد والمحراب، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب جامع القرآن ناشر الفرقان يستعينه الملائكة الرحمن، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان. أسد الله الغالب مظهر العجائب إمام المشارق والمغارب، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. وسائر أصحاب نبيك أجمعين وعن تابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقم علم الجهاد واقم أهل الشرك والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واغفر لأهل القبور قبورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض دين المدينين، واشف مرضى المسلمين واشف مرضى المسلمين واشف مرضى المسلمين، واقض الصحة والعافية والسلامة وتوفيق الهداية لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. عمل لنا هذا باليد خاصة، عمل لنا هذا باليد خاصة، عمل لنا هذا باليد خاصة، وسائر بلاد المسلمين عامة يا